Ndoa ni mpango wa Mungu. Geukia jirani yako, mwambie ndoa ni mpango wa Mungu. Mwambie tena, ndoa ni mpango wa Mungu. Amen. Ndoa ni mpango wa Mungu. Hakuna mtu aliyewahi kuona ndoa ni njema kwa mara ya kwanza isipokuwa Mungu mwenyewe. Narudia tena, hakuna mtu yoyote aliyewahi kujisikia ya kwamba ndoa ni kitu cha muhimu isipokuwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ndoa sio wazo la mwanadamu, ndoa ni wazo la Mungu. Geukia jirani yako, mwambie ndoa ni wazo la Mungu. Naomba niweke microphone vizuri. Mwambie tena, ndoa ni wazo la Mungu. Israeli, ongea kwa sauti kubwa, sema ndoa ni wazo la Mungu. Ninataka hichi kitu kiingie ndani yako. Kuna mtu anaweza kujisikia akasema pengine ndoa ni wazo la askofu, au ndoa ni wazo la mchungaji, au ndoa ni wazo la bishop. Ndoa ni wazo la Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 24. Mwanzo sura ya 2 na mstari wake wa 24. Tuanzie mstari wa 21 ili uweze kuelewa vema. Mstari wa 21, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotwaa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mfupa wangu, naomba base, mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Mstari wa 24, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utagundua wazi ya kwamba ndoa ilikuwa wazo la mtu, ndoa lilikuwa ni wazo la Mungu. Mungu ndiye aliyemwona Adamu kwa mara ya kwanza, alafu ndiye aliyesema si vema. Sio Adamu, sio mtu. Maandiko yanasema Adamu akasema si vema mtu huyu awe peke yake. Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake. Aliyesema si vema alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo nataka iingie kwenye akili yako ya kwamba ndoa ni mpango wa Mungu. Na kuna watu sasa hivi tunatoka kwenye kizazi ambacho kijana akifika umri fulani mzazi anaanza kumkumbusha, anambia oa. Kwa nini mpaka sasa hujaoa? Oa. Sometimes unaweza kusema hili ni wazo la baba, au ni wazo la mama, au baba au mama anataka nioe au niolewe. Ukweli ni kwamba sio wazo la baba na mama, ni baba au mama anakukumbusha mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Kuna umri ukishafika mzazi anaanza kukumbusha. Una mtu ukiwa ni binti nyumbani, ataanza kukwambia, mama anaanza kukwambia, vipi hakuna mtu ambaye unaye mpaka sasa hivi? Upo tu, bado hakuna mtu. Ile ni dalili ya kukumbusha kwamba kuna wazo la Mungu linatakiwa litimie kwenye maisha yako. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndoa ni wazo la Mungu, na kwa sababu ndoa ni wazo la Mungu, Mungu ndiye msimamizi wa kwanza wa ndoa. Kwa unayeandika, andika, Mungu ndiye msimamizi wa kwanza wa ndoa. Ikiwa kuna mwanaume anamtendea vibaya mke wake, ajue kabisa yuko Mungu anayeangalia hiyo ndoa. Ukiona mwanaume anamtendea vizuri mke wake, Mungu anakuwa pale, anaangalia, anafurahia. Naelewa ninachoongea? Mimi nina mke wangu, ninapomtendea vizuri mke wangu,
wa kwanza kufurahi sio baba yake na mama yake, kwa sababu ndoa ni wazo la Mungu. Wa kwanza kufurahi ni Mungu. Kelvin anapoenda kuoa, atakapokuwa anamtendea vizuri Jacqueline, wa kwanza kufurahi hatakuwa baba yake mzazi, atakuwa wa kwanza kufurahi Mungu. Kwa hiyo kila wakati mke au mume anapomtendea vizuri mwenza wake, anayefurahia ni Mungu. Wanaelewa ninachoongea? Utakapomtendea vibaya mwenza wako, ana njaa, unamwambia jipikie mwenyewe, atakayekuwa anaumia wa kwanza ni Mungu. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Wa kwanza kuumia anakuwa ni nani? Ni Mungu, kwa sababu Mungu ndiye mwenye wazo la ndoa. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tuangalie mambo ya muhimu katika ndoa ya Kikristo. Mungu anatarajia aone nini kwenye ndoa yako? Ndoa ambayo tumesema ni mpango na ni wazo la Mungu. Mungu anatarajia aone nini? Aone nini kwa mwanaume? Aone nini kwa mwanamke? Jambo la kwanza ambalo Mungu anatarajia alione, la kwanza ni upendo. Anatarajia aone upendo. Upendo ni msingi wa kwanza wa ndoa takatifu ya Kikristo. Upendo, love. Upendo ni msingi wa kwanza wa ndoa takatifu ya Kikristo. Hatuingii kwenye ndoa kwa sababu ya mihemko, kwa sababu tumejisikia. Niwaambie ukweli, mihemko ina kitambo, ina muda, huwa inaisha. Walioko kwenye ndoa watagundua ya kwamba ndoa haiendeshwi kwa mihemko, inaendeshwa kwa upendo. Niwe nimemwona mwenza wangu yupo karibu yangu au yuko mbali, nina wajibu wa kumpenda, nina wajibu wa kumsemea vizuri, niwe ninamuona au simuone, kwa sababu ninampenda. Kwa utagundua msingi wa kwanza ni upendo. Kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 5 na mstari wa 25, maandiko yanazungumza kwa mwanaume, na mume ampende mke wake kama Yesu alivyolipenda kanisa, alafu akajitoa. Mungu anatupa picha ngumu sana kama wanaume. Anasema upendo ambao tunatakiwa kuwapenda wake zetu, anasema ule upendo ufanane na ule upendo ambao Kristo alilipenda kanisa hata akajitoa. Maana yake nini? Maana yake kama Yesu anakupenda pasipo kukulaumu, hatarajii uwe na lawama kwa mke wako. Kama Yesu hatupigagi, anatarajia usimpige mke wako. Wangapi wamewahi kupigwa na Yesu? Tupunge mkono. Okay. Kama hujawahi kupigwa na Yesu, maana yake Mungu anatarajia kwenye ndoa yako kusiwe na mkono wa kupiga mke, kuwe na mkono wa kubariki mke. Nilitarajia nisikie amen kutoka kwa kina mama. Nilitarajia nisikie amen kutoka kwa kina dada. Amen. Kwa Mungu anatarajia upendo wako uoneshe kujitoa kwa mke wako. Kevin, unapoenda kukaa na Jacqueline, moja ya kitu ambacho ni matarajio ya Mungu, sio matarajio ya baba Jacqueline, sio matarajio ya baba yako mzazi, ni matarajio ya Mungu kwamba kitu kikubwa ambacho utakionyesha kwa Jacqueline iwe ni upendo, na kitu kikubwa ambacho Jacqueline atakuonesha iwe ni upendo. Moja ya harufu nzuri ambayo inatakiwa isikike kwenye nyumba zetu kwa watu ambao tumeoa ni harufu ya upendo. Love your wife, love your husband. Mpende mke wako, mpende mume wako. Utaona vitu vya muhimu. Jambo la kwanza ni upendo, ni upendo. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13, maandiko yanatuonesha tunda la Roho ni upendo. Kati ya kitu cha muhimu cha kwanza kwenye ndoa ambacho Mungu anataka aone kama tunda la kwanza la ndoa ni upendo. Nimejifunza kitu kimoja.
Kwenye familia ukikaa, ukiwa na watoto wana tabia ya kuangalia namna baba na mama wanavyoishi. Ukiona sasa hivi kwenye ndoa nyingi kuna violence, baba anampiga mama, mama anamtukana baba, watoto wanaangalia, wanajua okay, kumbe ndoa iko namna hii. Hakuna darasa kubwa kwa familia na watoto kama darasa la upendo. Ukitaka uone kwamba ndoa za watoto ziko nzuri, wanatazama kwanza baba, wanatazama kwanza mama. Ninawaombea katika jina la Yesu, Kelvin na Jacqueline, Mungu akawajaze upendo katika jina la Yesu. Ninawaombea tena Jacqueline na Kelvin, Bwana akawajaze upendo katika jina la Yesu Kristo. Ndoa ya Kikristo haitakiwi ijazwe chuki, ijazwe hila. Inatakiwa ijazwe upendo. Jambo la pili, jambo la muhimu katika ndoa ya Kikristo, jambo la pili ni heshima na utiifu kwa pande zote. Ni heshima na utiifu kwa pande zote. Heshima ni kitu ghali sana sasa hivi. Ukienda ndoa nyingi sasa hivi utakuta mume anaongea na mke anaongea, mume yuko juu na mke yuko juu. Sasa wote mkiwa juu mnakabana juu kwa juu, inakuwa ni kama mbwa wamekaa pamoja wanabwekeana, na hakunaga mbwa wanaobwekeana wakakaa kwa furaha. Napenda kitu kimoja, kati ya kitu ambacho natamani siku moja nikiwa ninatazama ndoa yako Kelvin, nione sio tu kwamba Jacqueline na kuheshimu, ila wewe pia unamheshimu. Mara nyingi watu wanasema hivi kwa sababu ni kwa mujibu wa andiko na neno la Mungu. Nitawasomea hapa. Maandiko yanasema na mke amheshimu mume. Lakini maandiko hayajasema mume amheshimu mke. Badala yake maandiko yanasema mume ampende mke wake. Kwa nini? Kwa sababu mwanaume ana uwezo wa kupenda wanawake wengi, na akajionyesha kama wote mpo sawa. Wangapi wamenelewa ninachoongea? Na moja ya kitu ambacho mwanamke ambacho kwake akikitoa ni kikubwa ni heshima. Mwanamke anapenda natural, na mwanamke akishapenda amependa. Nafikiri wanawake tunakubaliana hivyo. Kwa hiyo maandiko hayajamwambia mwanamke ampende mwanaume, kwa sababu automatically naturally upendo unatoka kwake. Mama amejaa upendo, ndio maana ana uwezo wa kubeba mimba kwa miezi 9 na asilalamike. Yaani kwake ni kama kawaida, anabeba tumbo, anatembea nalo, tumbo limebadilisha shepu yake, limebadilisha umbo lake, na yuko furaha. Anabeba, anakuja kanisani kila siku. Hasa halalamika kwamba mnawe mwanaume, hebu nipokee, beba hili tumbo. Alafu akirudi nyumbani anakupikia chakula akiwa na tumbo, anakufuria na nguo akiwa na tumbo. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Lakini maandiko yanasema usimpende wewe mume wako, kwa sababu upendo uko tayari ndani yako. Anasema umheshimu na umtii. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke akishaanza kuheshimu na kutii, ni ishara yake kubwa ya kwamba yuko tayari kukaa na wewe. Na ninawaombea katika jina la Yesu, neema ya kuheshimiana ikae kwenu. Nimejifunza, ukiangalia ndoa nyingi sasa hivi wana maneno ya matukano. Maneno ya matukano ni matokeo ya kukosa kuheshimiana. Mambo ambayo litakiwa watu waongee chumbani wanaongea sebreni mbele ya watoto, ni matokeo ya kutokuheshimiana. Mama anamwambia baba, jinawishe mwenyewe, mimi nimeshachoka, nimekupikia. Ile sio heshima. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Angalia kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa 7. Maandiko nasema, tuanze mstari wa 6. Kama vile Sara alivyomtii Ibrahim, akamwita Bwana,
nanyi watoto wake mfanyapo mema, wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Mstari wa 7, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima. Hajasema tu mwanamke atoe heshima. Hapa maandiko yanasema mwanaume ampe mke heshima, kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Mstari wa 6, haya maandiko yanaenda kwa mwanamke. Maandiko yanasema kama vile Sara alivyomtii Ibrahim akamwita Bwana. Ukienda kwenye ndoa, Jacqueline, unisikilize vizuri. Ukiingia kwenye ndoa, Kelvin atakuwa bwana. Kwa Kiingereza anazungumza neno zuri, anasema Lord. Kabla ya Mungu ajawa bwana, bwana wa kwanza ni mume wako nyumbani. Ukiwa unadharau kwa bwana wako wa nyumbani, hautakuwa na heshima kwa bwana wako wa mbinguni. Maandiko yanasema Sara alimtii mume wake. Alipomtii mume wake, anasema kwa level kubwa kiasi kwamba alikuwa akimwita Bwana. Niulize wakina baba, wakina mama, nyumbani mnawaitaga waume zenu wakina nani? Tarajio la Mungu ni kwamba cha kwanza wake wawaheshimu waume zao na wawatii, na utii wao uwe kwenye level ya juu, sio kumwita wekevi wewe, wekevi wewe. No. Mme wangu, bwana wangu. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Na kwa nini maandiko yanasema aitwe bwana? Bwana ni mtu ambaye anakupa pesa. Yes. Bwana ni mtu ambaye ndiye ambaye anakuvalisha, ndo bwana. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Na hii kwa wanaume wote, ukiwa mke wako anavaa nguo na ujui alinunua wapi, wewe sio bwana. Ndarudia tena. Hii ni kwa wanaume wote. Na usikasirike. Wakina baba msikasirike. Na ninaongea katika jina la Yesu. Ukiona mke wako anasuka nywele na sio ya hela yako, anavaa nguo sio ya hela yako, anapendeza na ujue anapendezaje, ujue kuna mtu anaitwa bwana, humjui jina, anampendezesha. Na wakina mama wote sema amen. Utakapoingia kwenye ndoa, Kelvin, ili uitwe bwana, unatakiwa ulazimike uweke pesa mezani ya chakula. Jacqueline, nywele umeona haziko vizuri, usiende kumnyoa kipala, sio mwanaume. Hakikisha anapata pesa, anaenda saluni, anatengeneza nywele vizuri. Hapo akirudi amependeza, atasema bwana, tazama aka kadada kako ambako umekachagua. Hebu piga makofi, sema haleluya. Sio dada amechakaa alafu nataka akuite akuheshimu akupigie magoti. No, hapana. Magoti yanapigwa kwa Bwana, hayapigwi kwa mtu wa kawaida. Bwana ni mtu anayeweka vitu mezani. Watoto ujue wanavaa nini? Wanavaa nguo toka wapi? Na unachekechea, amependeza. Bibi, leo nimekuta nyama. Aise, chakula kitamu. Aise, wewe sio bwana. Maandiko yanasema Sara alimtii mume. Na kwa nini alimtii mume? Maandiko yanaendelea. Maandiko yanasema alimtii mume mpaka akamwita bwana. Na sasa sio wewe na mume wako anakuja, Kevi, we Kevi, naomba hela. Kevi atoagi hela. Amen. Anayetoa hela ni Bwana. Kwa unaenda kwa adabu, unasema bwana wangu, mpenzi wangu, hebu kuna kajambo nataka nikwambie. Unaanzia hapo. Uanze, we Kevi, jionyeshe mwanaume bwana. Mwanaume suruali bwana, leta hela. No, hela haitoki kwa mwanaume suruali. Pesa inatoka kwa Bwana. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Maandiko yajaishia hapo, yakaendelea kwenye mstari unaofuata. Kwa upande wa mwanaume, maandiko yanasema amtendeje mke wake? Anasema kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu. Kwa nini?
kwa sababu wana akili nyingi wanawake, kaeni nao kwa nini? Kwa akili. Niwaambie ukweli, maandiko yanapozungumza hivi hayazungumzi kwamba eti mwanamke ni mjinga kwa hiyo wewe kaa naye kwa akili. Anaposema kaa naye kwa akili, maana yake anaweza akakupiga kete akakuzidi. Si ndio kina baba? Yes, hapa kuna wazee wako hapa, anajua. Mama anaweza akakuomba 5,000 lakini matumizi yake ni 2,000. Yaani ameshapiga calculation, akilipa ile 5,000 kwa sababu alivyo mgumu. Najua hapa ndapiga 1 2 3 itabaki 3,000, 3,000 naenda kununua kitu 1 2 3 kitakaa nyumbani. Kwa sababu nikimwomba 2,000 atanipa 1,500 na muomba 5,000. Mwanamke anapigaga hesabu moja kichwani. Wangapi amenielewa ninachoongea? Yes. Kwa usikae na mwanamke kama mtu mjinga, kaa naye kama mtu mwenye nini? Mwenye akili. Na ukikaa naye kama mtu mwenye akili, anayekuwa wa kwanza kuwa mnufaika ni mwanaume. Okay, maandiko yanaendelea, anasema ukae naye kwa akili na kumpa heshima. Hauwezi kumpa heshima mtu ambaye ni mjinga. Unampa heshima mwanamke kwa sababu ana nini? Imagine ile andiko Petro anawaandikia wanaume, hawaandiki wanawake. Anawaandikia nani? Wanawake. Ameongea nao mstari wa 6, amesema wakae na wanaume kwa kutii, alafu wawape heshima kwa kuwaita bwana. Unajua wanaume ukishawasifia na kuwaita mabwana, anatutunisha mabega hivi. Tatizo, chakula kiko hapo mezani, kula. Mimi mke wangu anaponiletea chakula, mimi ni mtu wa Mbeya. Heshima kwetu ni piga magoti, ninawishe mkono, niambie karibu kula. Anaweza kaandaa chakula kiko mezani, asiponiambia karibu, anakikuta pale pale. Yes. Na anajua mke wangu, kwa akiandaa chakula anasema karibu, alafu anachukua maji, anapiga magoti, ananinawisha. Najua kwa Wachaga hili ni zoezi zito, lakini katika jina la Yesu magoti yatalainishwa. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Yes, kwa sababu tunataka hii ndoa ikae miaka 70, kuwe na anniversary ya miaka 50, kuwe na anniversary ya miaka 70. Hizi ni kanuni ndogo ndogo ambazo zinafanya ndoa zetu zisisumbue. Mara zote nawaambiaga hapa kanisani, sisi hatuachani, sisi tunapendana mpaka mwisho. Hapa ndani hakunaga misiba ya ndoa, hakunaga kuvunjika kwa ndoa. Hapa piga kelele, sema haleluya. Yaani ukishaingia kwenye ndoa za hapa kanisani, unaingia huko ndani alafu funguo inafungwa na huko ndani hakuna kununiana. Huko kwenye hizi ndoa za kwetu hakunaga mudi. Kwamba sijisikii leo, jinawisha mwenyewe. Sijisikii leo. Uwe unaangalia mudi za wenzako. Unajua ndoa nyingi zinaribika kwa sababu ya mudi. Wakina mama sema amen. Leo sijisikii, yani mimi sijisikii. Kama unaona mwenzio hajisikii, si una utulivu. Unamwambia hivyo mwanaume. Mwanaume anakuangalia, okay, sawa. Kuna dada mmoja akienda kwenye mgawa pale, anamnawishaga vizuri sana mikono. Alafu anamkaribishaga vizuri sana. Alafu sauti yake inakuwa na tabasamu limetoka mpaka jino la mwisho huko. Na mwanya mwingine anao pale katikati, akitabasamu hivi. Yaani mume wako waga anafurahi sana. Anasema, haina shida mke wangu, endelea tu, pumzika. Anaenda kule. Kwenye hanaga yule ameshajua. Akienda pale anatabasamu. Anatoa 10,000, anamwambia change baki nayo. Akija kwako na kuachia 2,000. Ila kule alishaacha change na kaambia baki nayo. Wangapi wananielewa? Sisi wanaume ndivyo tulivyo. Au mzee Masawe naongea. Baba ananiunga mkono, anasema ndivyo tulivyo. Hakikisha usiishi maisha ya mudi. Wanawake wengi ndoa zinavunjika kwa sababu wanaishi maisha ya mudi. Maandiko yanasema hivi, ili neno kwa wanawake. Maandiko yanasema hivi, enendeni kwa roho. Hajasema enendeni kwa mudi. Kwa hiyo mudi sio zao la Roho Mtakatifu. Ukitaka ndoa yako idumu, usizalishe mudi. Tembea na tunda la Roho. Maandiko yanasema tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, kiasi, uvumilivu, utu wema, fadhili. Hilo ndo tunda ambalo linatakiwa lionekane nyumbani, sio mudi. Bwana akija nyumbani, cha kwanza aone tunda la Roho pale limejaa. Hata kama unajisikia vibaya, unasema mume wangu, leo hali yangu sio nzuri, najisikia kidogo hapa bwana. Sasa leo wewe unaelewa, ukiona mtu unaongea naye kujibu kitu, wewe unajiongeza. Wanaume hatunaga akili za kujiongeza. Wanaojiongezaga ni wanawake. Sisi tunaambiwa A ni A, B ni B. Na ndio maana wanaume hatunaga makona kona. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Wangapi wamenielewa ninachoongea?
Akili za kujiongeza wanazo wakina mama peke yenu, yaani nyie ndo mna akili za kujiongeza, na hiyo neema Mungu amewapa. Yes. Kwa hiyo usiishi maisha ya mudi, na naamini kuna mtu anaponywa katika jina la Yesu. Kuna ndoa inaponywa katika jina la Yesu. Umewahi kwenda nyumbani, mwanaume umetoka kazini umechoka, unarudi nyumbani unakuta mama kavuta mdomo, karibu chakula. Sasa leo nimemuuzi mke wangu au nimefanyaje? Anaenda anabamiza mlango pa, anarudi huko anachukua vitu vyake anaweka. Sasa leo kuna roho kama imeingia hapa ndani. Unakuta mume anaenda sebuleni anachukua remote, anaanza na yeye aongee, anakusikilizia mama uliyempokea. Alafu unataka asubuhi ukiamka aache hela nzito mezani. From where? Hawezi. Wanaume hao hawawezaki. Yaani mwanaume hata kama yeye ndo amechoka na wewe umechoka, yeye anataka kwanza ndo aanze kuambiwa, pole baba kwa kazi, karibu nyumbani. Nakumbuka enzi hizo nyumbani, namwona baba akirudi kazini, mama hamkalishi kwanza sebuleni, kwanza wanashikana mikono hao chumbani. Yaani huko ujuage kuna kesi zao za kwanza wanazishughulikia. Kama kuna kajambo kalikuwa kapo vizuri, wanakashughulikia kwanza, wanapitiliza chumbani, hawakai sebuleni kwanza. Hapo hutajua kama mama kanuna, baba kanuna. Alafu wakishamaliza huko ndo wanatoka pale, mama anachukua maji anaweka pale, sema karibu chakula, anamnawisha mikono. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Sio pale unafika umenuna, unabamiza milango, unatoka hivi, ingia, pita ndani. Dada wa kazi ndo anaenda kumpokea begi. Dada wa kazi ndo anamwambia baba, viatu vyako viko wapi? Ameviacha mlangoni, na visogeza. Anachukua soksi, anaziweka kwenye dishi, anazifua kabisa. Wewe umekaa huko. Sijui kwa nini naongea haya. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen kama unanielewa. Maandiko nasema, wanaume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa heshima kama chombo kisicho na nguvu. Sasa kuna watu wanachukulia neno hili vibaya. Chombo kisicho na nguvu sio kwamba wanawake hawanyenyui vyuma. Amen. Chombo kisicho na nguvu, namna Mungu alivyowatengeneza wanawake sio kwa ukorofi. Wanawake wametengenezwa kudeka, kubembelezwa, kuelekezwa vizuri, kutendewa vizuri. Na ndio maana mwanamke ukimletea hata chungwa, yani kila siku kumletea apple kama zawadi. Sasa yani mume wangu, yani kila akija ananiletea zawadi. Yani ule ndio udhaifu wao. Sio udhaifu kwamba eti yani wenyewe hawezi kubeba. Wangapi mnaelewa ninachoongea? Hili neno nalitafsiri hili vibaya. Watu wanafikiri kwamba wanawake hawana akili, kwa hiyo wanawake ni kama mazezeta hivi, kwa hiyo wachukulie kama ni jombo dhaifu. Ukitaka kuwatendea hivyo, watakufanya kuwa na maisha magumu, ingawa wewe ndio ulioa. Wangapi mnaelewa ninachoongea? So kitu gani nataka ukifahamu, Kelvin? Mke wako ni chombo kinachoonekana dhaifu, lakini kinaweza kikageuka kuwa silaha ya hatari kukuangamiza usipoishi nacho kwa akili. Vitu laini ndivyo ambavyo vinavunjaka mfupa. Sema amen, Kevin. Kwa hiyo ukikosea ukasema Jacqueline ni mtu laini, nitamuongelesha roho yote, nitamzama vibao, utakuta mambo yanabadilika. Ninakuombea katika jina la Yesu, ndoa yenu ijae kuheshimiana na kupendana. Paza sauti ya amen. Kwenye kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 22 na 23, maandiko yanataka wake wawaheshimu waume na waume wapende wake zao. Heshima ni msingi wa muhimu katika ndoa ya Kikristo, na utii ni msingi wa muhimu pia. Na ninawaombea tena neema ya heshima na utii iwe juu yenu katika jina la Yesu. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Jambo la 3, uaminifu na utakatifu. Uaminifu na utakatifu. Ndoa inatunzwa na uaminifu. Nilizungumza siku moja, nilikuwa nafundisha hapa, nikasema ukiingia kwenye ndoa ni kama umechagua kula ugali, ni ugali milele.
na itakuhitaji kuwa mwaminifu kubaki kula ugali milele. Kama umechagua pilau, utakula pilau milele. Hakuna siku utasema nabadilisha mlo, nachukua mlo mwingine. Wangapi wamenielewa ninachoongea? So Kevin, utakapoingia kwenye ndoa, ufunguo wa kwanza ni uaminifu. Hata ninyi mlioko hapa, ufunguo wa kwanza ni uaminifu. Kama uliolewa na kaka mwenye kisogo chake utakiona hicho kisogo mpaka Yesu atakaporudi. Kama ulimuoa dada ana komwe, lile komwe lake utaliona mpaka Yesu anarudi. Kwa hiyo usije ukakaa siku moja ukasema naomba hilo komwe liyeyuke, hilo komwe liingie kwa ndani. Komwe utaliona, unaamka asubuhi na likuta kama amelala kichwa kimeinuka hivi, komwe liko juu linakutazama, na komwe linadai linasema busu hapa, busu hapa please, busu hapa please. Kwa utagundua ya kwamba ndoa inaendeshwa na uaminifu. Kwa sababu kuna wakati utaona maisha yanabadilika. Kutakuwa na commitment ya uaminifu. Lazima ubaki kwenye kiapo cha uaminifu. Hautasema najisikia leo kama tuachane. Hakunaga huku kujisikia kuachana. Yaani huku unatakiwa ujilazimishe mudi ya kupenda. Nyie mnanielewa ninachoongea? Mnanisikia ninachoongea? Yaani usije kusema ni leo, yaani najisikia kama nimekuchoka. Ndoa hakunaga kama nguo kwamba nabadilisha navaa nguo mpya. Kama nguo ni ya blue milele. Na niwakumbushe jambo moja zuri. Ufahamu kitu kimoja. Mungu anafurahia ndoa inayoongozwa na uaminifu. Mnanielewa ninachoongea? Sasa hivi vijana wengi wanaingia kwenye ndoa, amekaa mwezi mmoja wanaachana. Akaa wiki mbili wanasema najisikia kwenda kusalimia nyumbani. Mimi naweza nikakaa na mke wangu miezi, mwaka, hatujatembea tembea. Tuko nyumbani na hatuna kaa pamoja. Kuna mtu anaelewa ninachoongea? Yes. Pamoja. Hakuna kuchokana. Kwa hakunaga swala la kusema sasa hivi nataka nibadilishe. Jaki kama sio mweupe kivile. So nimemwona dada Anet ni mweupe. Koja sasa hivi dada Anet. Najua yule pale kama vile sio mrefu sana. Nimeona dada fulani mrefu. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Mungu anatarajia uwe mwaminifu. Uaminifu ndio kitu kinachomvutia Mungu kwenye ndoa. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu watu sio waaminifu. Na kuna maeneo ya kuwa mwaminifu. Jambo la kwanza, kuwa mwaminifu kwa mwenza wako. Kutunza heshima ya ndoa na tendo la ndoa. Namba 2, uaminifu wa kifedha. Mke au mume akiweka pesa chumbani ajisikie kuwa salama. Sio akiweka chumbani pesa kuna roho inapita inachukua hiyo pesa, na hiyo roho ni wewe. Sasa mimi sielewi, yani hela tuelewe huko ndani hela zinapotea tu kimiujiza. Kumbe kuna mtu anapitiaga. Mke wako akiweka pesa kidogo bwana, amina, napita nayo. Mume au mke no. Sehemu salama ya kutunza fedha iko chumbani kuliko benki. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Sio pale unaona ziko nyingi unachomoa 10,000 katikati na useme. Mimi mke wangu akichukua pesa, ameikuta nawekaga pesa hata mezani. Akichukua pesa atakuja ataniambia nilichukua 50,000 kwenye zile fedha zilizokuwa mezani. Nimefanyia kitu 1, 2, 3. Na ndivyo Mungu anavyotaka. Na sometimes kabla ya kuchukua ataomba. Mume wangu naomba kuna pesa nahitaji 1, 2, 3. Ule ni uaminifu. Mmenielewa ninachoongea? Lakini pia uaminifu katika kusemeana mazuri. Kuna mtu anaenda kwa baba yako Jacqueline, na vile baba anavyokupenda, najua baba anakupenda sana, anaenda kumsemea kijana wako, yaani baba mimi simuelewi, yaani Kevin, yaani yeye anipigie simu vizuri kama wewe ulivyokuwa unanipigia simu. Msemee vizuri. Nimejifunza kitu kimoja,
ndoa ili iwe na muunganiko vizuri kati ya familia, wanaoamua muunganiko huu ni ninyi. Familia ya Msovela, Jacqueline, wewe ndio wa kuisemea vizuri, wale watu wananipenda. Ukianza kusema wanipendi, baba ataanza kusema usio unaenda kwao. Tuliza moyo wako, usije ukafa mapema. Kelvin, ndio unatakiwa uwasemee familia ya Jacqueline vizuri kwenye familia yako. Inachukua uaminifu kusemeana vizuri. Shetani mara nyingi unakuta kwenye ndoa nyingi mvurugano unakuwa kwa sababu kuna kusemeana vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa ndoa ni kuwa waaminifu na kusemeana vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine la 4 ni msamaha na kuvumiliana. Msamaha na kuvumiliana. Hichi kitu nimekaa nimewafundisha tayari. Kuna mambo ambayo nishawafundisha watumishi wa Mungu hapa. Msamaha tunaozungumza hapa sio wewe uingie kwenye ndoa uanze kumkosea mume wako sasa atanisamee. Kuna mambo yanayotokea ya kibinadamu, muktadha wa kibinadamu. Unatakiwa kusamehe. Kusamehe ni nini? Kuachilia. Usiwe na gubu, unanuna. Unafahamu? Hapana. Mwenzio amekukosea, mwambie ukweli. Rafiki yangu hapo umenikosea. Na pia uwe mwepesi kusema nimekosea, sitarudia tena. Alafu linakuwa limeisha. Mara nyingi wanawake waga sio wepesi sana kuachilia mambo. Lakini naamini Jacqueline ni mwepesi. Na Mungu atakupa neema kwa jina la Yesu. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Kuvumilia sio kuvumiliana mambo unapigwa vibao Jacqueline. Kuvumilia kunakozungumzwa hapa, kuna changamoto leo, kunakosekana pesa ya nyama, tunavumilia. Sio tunavumilia eti Kevin ametoka huko nje ya ndoa ana wanawake 5. Sasa navumilia ndoa tu nimeingia. Huo sio uvumilivu. Unamripoti, mume wangu anazingua. Baba, mume wangu anazingua. Kevin ni kijana mzuri, hawezi kutoka kwenye ndoa. Kwa hiyo utakuwa unamvumilia nini? Inawezekana siku tu hajafua soksi, kiatu kimetoa harufu kidogo. Ule ndio uvumilivu. Sema amen. Hatutarajisi kwenye ndoa za Kikristo tunazungumzia eti kwamba mume anampiga mke anamjibu vibaya, afu nasema tuvumiliane. Sio uvumilivu huo. Kwa Wakristo kuna kitu kinaitwa tunda la Roho, nimekizungumza. Tunatarajia tunda la Roho litawale. Ili tunda linasaidia kudhibiti matendo yanayokuja ya kimwili. Hasira, chuki, fitna. Kuna mtu anaelewa? Ukishaokoka atuseme unatoka nje ya ndoa, hautoki nje ya ndoa. Wangapi wamenelewa? Kama unaendesha gari ni V8, basi unaendesha V8 milele. Nimeshazungumza hicho. Kwa hiyo hatutarajii kusema tunakuvumilia kwa sababu leo umeamua kubadilisha gari, ununue uendeshe gari gani? Harrier kutoka kwenye V8. Hapana. Tunavumiliana changamoto ambazo zinaweza kutokea. Hali ambazo zinaweza zikatokea za maumivu ya nyumbani. Then tunavumiliana. Leo tumekula maharage, tuvumilie, kesho tutakula nyama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ila sio kuvumilia kupigwa. Sio umepigwa unavimba, sana vumilia. Kuna dada mmoja wengi tulimfahamu, alikuwa maarufu. Alikuwa anaimba, anaitwa Usinachi. Mume wake alikuwa anampiga kidogo, anampiga, anavumilia. Anampiga, anamvumilia. Akampiga mpaka dada akaugua, akashindwa kuishi, akafa. Wote tumebaki tunajua tu anaimbaga ekueme, ila alipigwa na mume wake. Kunapotokea vitendo vya kuumizana, hatuvumilii, tunatoa taarifa. Na mahali pa kwanza pa kutoa taarifa sio kwa baba na mama, ni kwa mchungaji. Hayo mambo hatuyavumilii. Tunayovumilia ni njaa. Umesema vibaya na sio kweli, unavumilia. Amen. Na ninawaombea mkatendeane vizuri. Msije mkaenda kutendeana vibaya hapo mkasema tunavumiliana. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Kwenye kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 13 anasema sameaneni kama Bwana alivyowasamehe ninyi. Na wengi hapa mnakosea na Mungu anawasamehe. Mna makosa mengi, Mungu hayataji makosa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine la muhimu ni umoja na mawasiliano. Wasilianeni kila wakati, kuwe na mawasiliano ya shamra shamra, ya furaha. Ndoa nyingi zimekufa kwa sababu baba ni mgumu kupiga simu, mama ni mgumu kupiga simu. Mawasiliano endelevu yanafanya pendo lisipoe. Mtakapoingia kwenye honeymoon, ndoa yenu itakuwa honeymoon forever, itakuwa honeymoon milele. Ila kinachofanya honeymoon iwe ya milele ni mawasiliano na umoja. Ukiona ndoa imepoa, bora tu akae, yani huko akae huko sawa tu, nikikaa huko sawa tu, wewe ukikaa huko sawa. Ni kwa sababu hakuna mawasiliano, hakuna umoja. Ndoa zenye mawasiliano na umoja, kila wakati unataka kujua mwenzako anaendeleaje, kuliko vile ambavyo mlikuwa kwenye mahusiano ya uchumba. Unajua ukiwa kwenye mahusiano ya uchumba unapiga simu, hello baby, unaendeleaje, umekula, sasa hivi je, ile nguo umefua, ile nguo ilikuwa inakupendeza. Kila wakati simu. Lakini mkishaoana hakuna simu, hakuna mawasiliano. Ukiingia kwenye ndoa, mawasiliano ndiyo nguzo ya msingi ya kuchochea upendo. Wangapi wamenielewa? Paza sauti ya amen. Jambo lingine la 6, maombi ni msingi wa muhimu katika ndoa. Maombi ni msingi wa muhimu katika ndoa. Wathesalonike wa kwanza 5:17, ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Mathayo 18 mstari wa 20, Yesu anasisitiza, walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, anasema nami ni pamoja nao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisaidie kile kiti kikae pale kwa Jacqueline. Amen. Just relax. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utagundua ya kwamba maombi ndio ulinzi wa ndoa. Maombi ni ulinzi wa ndoa. Amen. Umeelewa? Achukue Jacqueline hichi kitu. Asante. Amen. Mshangilie Yesu kwa makofi kwa ajili yao. Mshangilie tena Yesu kwa makofi kwa ajili yao. Haleluya. Amen. 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 Asante. Maombi ni msingi. Kwa hiyo Yesu anasisitiza maombi kuwa nguzo ya ndoa. Mkikaa 2, maombi. Amen. Mkiwa mmekaa kuna mambo hayajaenda vizuri, maombi. Chochote ni maombi. Ukikosa, ukipata, omba. Amen. Jambo la 7, Mungu anapowabariki watoto, watoto hawachukui nafasi ya wanandoa. Hilo ni jambo la muhimu. Sasa hivi upendo umehamia kwa baba, upendo umehamia kwa watoto. Siku uliposema upendo umehamia kwa watoto, ndio siku ambapo uliuza ndoa. Amen. Mungu atawapa watoto wazuri, wa kike, wa kiume. Watakapokuja wale watoto wataolewa, wataenda kwa wake zao na waume zao. Ninyi mnatakiwa kuendelea kupendana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Malezi ya pamoja yatasaidia kudumisha upendo kati yenu. Kwa hiyo mlee pamoja, mtunze watoto pamoja. Amen. Watoto wasiwe wa mama tu. Wakiwa wa mama, upendo wa mama utahamia kwa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni precaution kwa baba. Kwa hiyo hakikisha kwamba upendo unakuwa unaendelea hata kama Mungu amewabariki watoto. Malezi ya watoto yafanyike kwa pamoja, na nafasi ya watoto isichukue upendo kati yenu. Amen. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Wazee wananielewa. Mtoto wa kwanza alipopatikana, mama ndo akaanza kusema mimi niko busy na mtoto. Niko busy na mtoto. Baba akaona hapa, ngoja kwanza niongeze kapili.
Ndo wazee wetu wengi walivyoongezaga wake wa pili, kwa sababu mama aliona kama sasa hivi majukumu anayo mengi hasa ya mtoto, akasahau ya kwamba kuna mwanaume uaga yeye hajuagi majukumu ya mtoto. Wangapi mnaelewa ninachoongea? Na wakumbusha jambo la 7 la 8 la 7 na si ndio? La 8 ili la 8 na la mwisho. Ahadi ya ndoa na kiapo cha ndoa ni kiapo cha kudumu, hakivunjiki. Ufahamu kama Mkristo, ahadi na kiapo cha ndoa hakivunjiki. Hayo usije ukakaa siku moja ukasema tu itavunjika. Itavunjika. Haivunjiki. Na ndoa yenu Kelvin haitavunjika. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Ahadi mtakazoziweka na nadhiri mtakazoziweka siku ya leo hazitavunjika katika jina la Yesu. Mimi na mke wangu tunapendana. Hatugombani, hatulumbani. Na ninyi hamtagombana, hamtalumbana. Mtapendana mchana, mtapendana usiku, mtapendana asubuhi, mpaka watu waseme mnajidai mnapendana. Piga kelele, sema amen. Kuna watu wanasemaga hii ndoa changa. Naambiaga ndoa yetu itakuwa changa mpaka miaka 70. Nyewe mtakuwa mnakuja mnasema tu ndoa changa. Sasa ni changa kila siku. Na ninawaombea katika jina la Yesu ndoa yenu ikawe changa milele. Ndoa inayotoaga matunda kila siku ni ndoa changa. Ndoa inayozeeka inaachaga kutoa matunda ya furaha, ya amani, ya baraka. Ndoa yenu ikawe changa milele. Piga kelele, sema amen. Na ninyi ambao mna ndoa na ndoa zenu zimechakaa, leo Bwana azisafishe. Leo Bwana azisafishe. Nasema hivi, ninyi wenye ndoa wote, nasema ambao mnakaa kwenye ndoa, Bwana asafishe ndoa zenu. Sijasikia watu wenye ndoa. Piga kelele, sema amen kama una ndoa. Piga kelele, sema amen kama una ndoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya yakawe ni mambo ya msingi na ya kudumu kwenye ndoa zenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alibariki neno lake. Mshangilie Yesu kwa makofi mahali ulipo.